tutaishia hapa tulipoishia, ila tarehe 13 tutakuja sasa kumalizia kipande kilicho baki. Kwa leo tarehe 13 tulifika mbele ya Mheshimiwa Jaji Masabu, tulikuwa ambao tulikuwa pale mahakamani. Nafikiri ni wote, ila nafasi ilikuwa finyu. Kwa awali tulikubaliana na watu wa IT pale Mahakama Kuu. Taasisi ya Islamic Solidarity Center inayomiliki shule za Mudio Islamic na Boma Islamic zilizopo wilaya Hai mkoa wa Kilimanjaro inakutangazia nafasi za masomo ya kidato cha 5 kwa mwaka wa masomo 2025-2026. Shule inafanya vizuri kwenye mitihani yake ya ndani na nje. Shule ina walimu waliobobea katika fani zote. Taasisi zote zinatolewa ikiwemo taasisi ya sayansi, sanaa, biashara, Kiarabu, elimu ya dini ya Kiislamu na kuhifadhi Quran. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0714897518 na 0655826526. Mlete mwanao shule za Mudio kwa malezi bora ya duniani na ahera. Kwamba arrangements zingefanywa kwa vyumba vilivyo vya mahakama viwekee video, alafu sisi baadhi tuingie kwa jaji, alafu waweze kurusha live, lakini baadaye naona maelekezo tukibidi tufuate maelekezo ya jaji baada na fiki kuonekana kwamba kuna changamoto moja au mbili, kwamba tukaingia chemba watu wachache. Kwa hiyo poleni kwa hilo, najua wengi mngependa kusikiliza kesi yenu moja kwa moja, lakini kama nilivyosema, mahakama sio mali yetu, ni mali ya mahakama, kwa lazima tufuate maelekezo. Lakini tulikuwepo na kina Reverend Baraka, Reverend wa Mapinduzi, Reverend Biagaze. Kwa mahakama imetoa uamuzi na kusema kwamba aliyekuja mahakamani anaitwa Glory of Christ Tanzania Church. Aliyefutiwa usajili kwa mjibu wa barua hile ni Glory of Christ Church. Kwa sababu sisi tuliomba kwamba mahakama iache hali kama ilivyo, kwamba kwa kuwa mpaka sasa hivi kanisa la Glory of Christ Tanzania Church halijafutiwa usajili kwa barua au taarifa yoyote, lakini bado kunaonekana kuna matendo ambayo yanasimamia ufutwaji ule, basi hali ya usajili wa kanisa iachwe vile vile, shughuli ziendelee mbalimbali. Manake tulitoa hoja kwamba implications ni nyingi. Mpaka sasa hivi unapofutia kanisa, manake ni kwamba mali za kanisa zinaelea, akaunti za kanisa zinaelea, ajira za watumishi wa level mbalimbali za kanisa zinaelea, maslahi ya kiroho ya waumini wa kanisa yanaelea. Watu hata hawajui sasa wanamwabudu vipi Mungu kupitia kwa kanisa ambalo wamechagua kuumini hilo. Kwa implications za kisheria na za kiroho ni nyingi. Kwa tuseme wakati mambo mengine yanabishaniwa, hebu hali ibakie kama ilivyo. Lakini jaji katika uamuzi wake ambao na usummarize, amesema kwamba yeye kwa hatua hii anasita kutoa amri za muda za zuio ku maintain status quo, kwa sababu anasema kwamba sisi wenyewe tumesema kanisa letu mpaka leo halijafutiwa usajili. Kwa sasa yeye azuie nini? Najua hapo mnaweza mkaona kuna tatizo. Kuna tatizo kwamba kwa pande mmoja kuna watu wenye nafasi za juu kabisa wanasema kanisa hili limefutiwa, na wamekwenda mpaka kutekeleza kwa kufunga makanisa, kukamata watu, kuweka tepe kwenye makanisa karibia yote. Hata moja ya kisheria ikiwemo hata ya kupewa notice, hata kutaja jina letu, basi kutajwa mahali popote hatujatajwa. Lakini kuna watu wanatuingilia, tunaomba tupate kumbato au zuio la muda. Lakini sasa unaweza kaona kwamba pia kuna changamoto hapo, kama nilivyosema, ambapo jaji ameitolea uamuzi kwamba sasa kama nyinyi hamjafutiwa usajili, mimi nizuie nini? You see, naelewa sentiments zilizopo, lakini ni kazi yangu sasa ni changamoto naipokea, halafu naangalia naendaje mbele kuitatua. Kazi yangu kwa sasa ni kutoa report na sio kutoa maoni, isipokuwa kwenye eneo moja tu. Sasa wakati tuko mahakamani, kabla ya kwenda mahakamani, nirudi nyuma kidogo, naomba mnisamee. Baada ya kufutiwa, sheria inasema kifungu cha 17 kinatoa mamlaka kwa msajili, Sheria Societies Act kinatoa mamlaka kwa msajili wa makanisa. Nimeita tu makanisa, lakini Register of Societies ndio jina rasmi. Kabla hajafuta usajili wa kanisa, anapaswa kutoa notice. Na notice ikishajibiwa na nini, ndio anaweza sasa, kutokana na alichokiona mbele yake, anaweza kufuta huo usajili. Kifungu cha 19 cha sheria hiyo kinasema kanisa ambalo limefutiwa usajili
linaweza kukata rufaa dhidi ya uamuzi wa Registrar of Societies kwa waziri wa mambo ya ndani. Kwa sisi kuna principle inaitwa exhaustion of local internal remedies, kwamba huwezi kwenda kwenye hatua nyingine ya ziada mpaka kwanza umalize ule utaratibu wa ndani. Hata kanisa nafikiri kuna utaratibu kwamba mtu ambaye kunapotokaba mgogoro kati ya kiongozi wa ngazi fulani na labda na registered trustees, kabla unaenda mahakamani lazima upitie ukate rufaa sehemu fulani. Ukienda kwingine unapigwa pingamizi kwamba maliza kwanza ndani ndio njoo kwetu. Kwa hata kwenye huu mchakato wa kupambana na kufutiwa usajili unapaswa kwanza ukate rufaa kwa waziri. Kwa sisi tulikata rufaa kwa waziri wa mambo ya ndani. Nafahamu kama nitakavyoenda kuelezea hata uongozi kuelewesha ilikuwa shida kidogo, kwamba hivi kweli kabisa unategemea waziri wa mambo ya ndani atasiza rufaa yetu na kutufungulia wakati mapolisi ni bosi wao, ndio huyo waziri wa mambo ya ndani. Lakini nikawaelewesha kwamba no, swala sio sentiment, swala ni sheria, ndivyo ilivyo. Ukiruka hatua utakwenda kukwama kirahisi. Tukaandika barua ya kukata rufaa, sababu zikiwa hizo ambazo nimejaribu kuzielezea, hizo sitaki kuwachosha sana. Na kwa tulivyoenda mahakamani tuliomba zuio la muda mfupi kama nilivyosema, kusubiri kesi ya msingi wenzetu wakijibu hoja. Lakini kwenye maombi ya kusikiliza pande zote mbili tulisema kwamba hoja zikishaleta za upande wa pili, mahakama isikilize na iamue iwapo inaona inafaa kuzuia kwa muda kufuta usajili kwa kanisa na au kanisa kuruhusiwa kuendelea na shughuli zake, wakati rufaa kwa mujibu wa sheria inachakatwa na Mheshimiwa Waziri wa Mambo ya Ndani, kwa sababu bahati mbaya sheria haijaweka ukomo kwamba waziri anachukua muda gani kuamua rufaa. Anaweza kusheria, yani anaweza kukaa mwaka mmoja, miaka miwili. Kwa hiyo tunasema kwamba mahakama ilikuwa sasa hatujui kwa wakati anachakata rufaa, hebu mambo mengine yaendelee. Akiona rufaa yetu haina mashiko, tutajua mahali pa kwenda. Akitukubalia basi tutakuwa tumerudi na hakuna hasara inopatikana. Sasa wakati tuko mahakamani, kama nilivyosema, tarehe 4 kesi tumeifaili, tarehe 6 tukaitwa. Inaonekana tarehe 6 hiyo labda wakati tuko mahakamani, kwa mkono wa waziri wa mambo ya ndani tuliandikiwa barua, ofisi yangu ya mawakili iliandikwa barua yenye kichwa cha habari rufaa ya kupinga uamuzi wa msajili wa jumuiya za kiraia wa kulifutia usajili kanisa la Glory of Christ Tanzania Church. Nitasummarize tu. Mheshimiwa msajili anasema ameshindwa kuendelea kushughulikia rufaa yetu kwa sababu zifuatazo. Ya kwanza, anasema kwamba rufaa ilipaswa ipitie kwa katibu wa Wizara ya Mambo ya Ndani, lakini yenyewe imekwenda moja kwa moja kwa waziri wa mambo ya ndani. Well, tutasema baadaye hoja hii tulijibu kirahisi tu kwamba okay, at the end of the day vyovyote itakavyokuwa, si rufaa iko mbele yako. Yani does it real matter kwamba umealikwa katika ripoti hii ya wakili, uongozi umesema ingilia mlango huu, ukaingilia kwa mfano, hata kama ingekuwa kweli ukaingilia mlango ule, hiyo inatosha kusema kwamba toka usisikilize ripoti ya wakili. Kwa ni kitu ambacho kuna barua tumemjibu, tumeeleza kwamba hiyo sio hoja kabisa. Ya after all yeye mahali ambapo labda kanuni zinasimamiwa sana namna ya kuingia na kutoka ni mahakamani, sio kwenye hizi vyombo vingine vya kugawa haki. Lakini mimi nasimulia majibu yake kama alivyo jibu. Hoja ya pili sasa ambayo ndio nataka wote tuwe makini kidogo, kwa sababu ni ambayo sasa kuna watu ambao baada ya kama hawana hii barua huko, hawa wafanya maamuzi na watekelezaji kama hawana hii barua, basi katika aya ya pili anasema hivi kwamba barua inayodaiwa kuwa ndio msingi wa rufaa ni barua ambayo sio halali na haitambuliki na wizara, hasa kwa kuzingatia kuwa barua hiyo haijasainiwa na msajili wa jumuiya za kiraia. Hivyo ni dhahiri kuwa barua hiyo inakosa uhalali na nguvu ya kisheria kuitwa maamuzi yanayopaswa kukatiwa rufaa chini ya sheria ya jumuiya sura ya 337 hivyo kunifanya nishindwe kuendelea na rufaa yako. Sambamba na hilo, barua hiyo inaeleza wazi kuwa kanisa lililofutiwa usajili ni kanisa la Glory of Christ Church au kanisa la Ufufuo na Uzima, wakati mleta rufaa ni Glory of Christ Tanzania Church. Narudia tena, inasema hivi kwamba barua inayodaiwa kuwa ndio msingi wa rufaa ni barua
ambayo sio halali na haitambuliki na wizara, hasa kwa kuzingatia kuwa barua hiyo haijasainiwa na msajili wa jumuiya za kiraia, ni dhahiri kuwa barua hiyo inakosa uhalali na nguvu ya kisheria kuitwa maamuzi yanayopaswa kukatiwa rufaa chini ya sheria ya jumuiya, yani Societies Act sura ya 337, hivyo kunifanya nishindwe kuendelea na rufaa yako. Sambamba na hilo, barua hiyo inaeleza wazi kuwa kanisa lililofutiwa usajili ni kanisa la Glory of Christ Church, almaarufu kama wenyewe alivyoandika, kanisa la ufufuo na uzima, wakati mleta rufaa ni Glory of Christ Tanzania Church. Kwa yoyote mwenye akili ya kawaida, kwa yoyote ambaye anafahamu sheria hata kidogo tu, tayari anaona hapa kwamba wale wote, bila kuingilia hoja zilizoko mahakamani, maana sisi mawakili tunabanwa na kanuni fulani za kimaadili, bila kuingilia hoja ambazo zilizoko mahakamani, swali ambalo linapaswa lijibiwe na hao waliokwenda kufunga makanisa yetu au yenu, hao ambao wamejitokeza na kutamka hadharani kwamba wanatekeleza amri ya serikali ya kufuta kanisa. Wao hiyo amri imetolewa, ambao wanaitekeleza ni amri hipi? Ni hii ambayo inasemekana sio halali kwa kuwa haijasainiwa, au ipo nyingine? Kama ipo nyingine, tunawaalika wajitokeze hadharani, waishie na umma na watuambie hiyo barua kwa nini mpaka leo haijafikishwa. Lakini pia barua hiyo, mtu anayesimamia rufaa mwenye wizara yake anasema barua hiyo haijasainiwa na msajili wa jumuiya za kiraia, hivyo ni dhahiri. Kwanza wanasema hivi, barua ambayo sio halali na haitambuliki na wizara. Sasa huyo ambaye anafungia makanisa anafungia makanisa kwa kutumia barua hii ambayo haitambuliki na wizara au barua nyingine. Kama nilivyosema, nakuwa mwangalifu kwa sababu mawakili tuna maadili yetu, na kwa sababu kesi iko mahakamani kuna mipaka fulani si ruhusi kuivuka. Lakini majadiliano ya kisheria ndani ya mipaka ya staha yanaruhusiwa, na watu wanapoenda, wanaosikiliza, wanaokwenda huko, kuna mawakili wenzangu nao unawaalika wajaribu kulijadili hili kwamba hivi ni halali kiasi gani kwa makanisa ya Glory of Christ Tanzania Church kufungiwa kufanya shughuli zake katika context ya namna hii. Barua inasema kabisa kwamba kwa mjibu wa mkono wa huyu waziri wa mambo ya ndani kwamba kanisa lilofutiwa usajili, yani kwa mjibu wa hiyo barua hiyo ambayo kama nilivyosema inazunguka mitandaoni, na barua hiyo ndio ambayo watu wamejinasibu kwamba wanaisimamia. Mwenye wizara anasema kanisa lilofutiwa usajili ni kanisa la Glory of Christ Church na sio Glory of Christ Tanzania Church. Kama nilivyosema awali, barua yenyewe inajielezea tu. Kwa hiyo kama kweli tungekuwa tunafuata sheria, bahati mbaya nimewaona watu kadhaa na wengine na waheshimu kabisa wakisema kwamba kuna amri ya serikali inatekelezwa. Nawaalika hiyo barua kama ipo tofauti na hii iliyozungumzwa kwenye barua hii ya waziri, basi barua hiyo washare na sisi ili tuishughulikie barua hiyo nyingine. Na kama kwa context hii haya ndio majibu, hiyo barua wanaoisimamia, hebu wajiangalie kwenye kioo, wote wanaohusika wajiangalie kwenye kioo kwamba hivi ni halali kweli kufungia shughuli za kanisa katika maudhui kama haya. Yaani tena kanisa la Glory of Christ Tanzania Church. Kwa nini wasiende kutafuta kanisa la Glory of Christ Church ambalo ndio barua ilivyoandikiwa? Kwa hiyo kama nilivyosema, bila kuvuka mipaka ya kuna sisi kanuni yetu inaitwa sub judice rule kwamba swali kwa mahakamani hautaki kulichimbua sana mpaka mizizi yake, lakini jukumu langu ni jukumu la kuripoti na kutoa maoni yangu kwa wale walioniajiri kwamba maoni yangu ya kisheria juu ya kinachojiri ni nini. Na naamini kabisa kwamba kama sheria ikifuatwa, basi teke zote ambazo zimewekwa katika makanisa yetu zinapaswa ziondolewe kutoka tarehe ya barua hii. Lakini bahati mbaya uamuzi huo
wa kwangu mimi. Na waumini wa kanisa hawawezi kushika marungu wakaenda kuwatoa pale. Na ndio maana kama nilivyosema awali, tumeajiriwa kufanya kazi ya kuonyesha vyombo vilivyo undwa kikatiba kwamba kinachofanyika ni uonevu wa hali ya juu. Lakini tupige moyo konde, safari kama hizi huwa ni ndefu kidogo, zinaumiza, zinachosha. Kama mimi wakili wenu, kama nilivyosema, unakimbizana, unapigwa simu na Reverend Baraka mpaka singine unashindwa kupokea kwa sababu nikipokea tokea dakika 10 muda wa kuandika makaratasi utaondoka. Unapiga simu 10. Yani ni kazi ambazo hazikuwa na sababu kupeana, kwa sababu kama nilivyosema, kwa barua hii tu ukiisoma kama ilivyo yani hakukuwa na sababu ya kufika hapa tulipo kabisa. Yani hakukuwa na sababu hata mimi kusimama hapa kuanza kuelezea haya. Ilitakiwa saa hizi mimi niwe nafanya shughuli nyingine, na huko kanisani watu wanaendelea kuliombea taifa letu, nchi nzima. Lakini sasa kwa Kiingereza wanasema it is what it is. Kwa katika aya 3 ambapo of course ameongea mambo ya kisheria kidogo, anasema kwamba malalamiko yamewekwa dhidi ya msajili wa jumuiya za kiraia. Yani kwamba imechanganywa terms, mara moja inazungumzia msajili wa jumuiya za kiraia na mara nyingine inazungumzia msajili wa taasisi za kiraia. Hii sio hoja, na tumemjibu kwamba pote ambapo tulikuwa tunazungumzia neno la Kiswahili ambalo labda lina utata, tunaweka kwa Kiingereza kwenye mabano ili kama sheria, kwa sababu sheria imeandikwa kwa Kiingereza. Kwa mahali popote ambapo tulikuwa tunazungumzia hoja ya hata mimi unaona hapa kuna maeneo mengine lazima kusema kwa Kiingereza ili nisiye nikatoa tafsiri sio rasmi afu kachanganya watu. Kuna na seek safety kwenye neno la Kiingereza, hata kama yani mtaona kama najifanyisha, lakini no, ni makusudi kwamba after all kanisa lenu limesajiliwa kwa jina gani? Si la Kiingereza. Kwa hiyo sidhani kama hiyo ni shida kubwa sana. Kwa hiyo ndio barua, na Mheshimiwa Waziri anasema ameshindwa kushughulikia rufaa yetu kwa sababu hizo. Lakini nasisitiza kwa wale wote ambao wana macho na masikio, aya ya pili ya mheshimiwa barua ya Mheshimiwa Waziri, na bahati nzuri nimejiuliza sana hata leo kabla ya kuja hapa, nimepiga simu na mbili ofisini kwamba watu wangu waangalie ile bahasha ambapo barua ile iletwe, hapo kuna muhuri wa siri. Kwa hiyo nimeshare kwenu, na nilishare na viongozi wachache tu kwa sababu mbalimbali zikiwemo za kimkakati, lakini kwa nataka nijiridhishe barua hii uzuri haina muhuri wote wa siri, na ndio maana maudhui yake nimeshare kwenu. Manake kuna sheria mbalimbali kwenye nchi yetu, na wakili unapaswa kidogo uwe makini, especially wakili ambao unafanya mapambano ya aina hii. Sio kwamba ni kazi maamuzi mepesi kidogo, ni maamuzi mazito sana, ni basi tu. Kwa hiyo baada ya kupata hiyo barua tarehe 9, barua ilifika ofisini kwangu tarehe 9, na baada ya kufika tu ofisini kwangu tukaandika barua kwa kwa waziri, tukiomba kwa ujumla kwamba tunaomba atuthibitishie kwa maandishi iwapo barua hii ambayo nimeirejea sasa hivi ni halali na imeandikwa kwa mkono wake. Sababu zake ziko very obvious kwa mtu ambaye akili yake inafanya kazi kwa haraka, kwa sababu kuna barua ambayo watu wanasimamia, wamekamata watu wetu, wameweka tape, wamefunga, wafanya press conference kusema si nini, baadaye watu wanakuja kuikana. Hii na yenyewe barua hii ambayo tayari inasema kanisa la Glory of Christ Nazarene Church lenyewe halijafutiwa usajili, na hiyo barua hawaitambui. Hii barua ni ya waziri kweli? Manake baadaye tena na yenyewe si akatoka mtu akasema hiyo sio ya kwetu. Kwa tumeandika barua nyingine tukiomba wizara ithibitishe barua hii kama ni kweli ni ya Mheshimiwa Waziri. Kwa hiyo barua tumeipeleka kwa email, na nafikiri physically pia watu wangu watakuwa wameshaifikisha. Lakini pamoja na hayo pia na katika barua hii tumesema kwamba kutokana na huu msururu wa huyu anasema hivi, huyu anakanusha hichi, hebu tupate clarity kuhusu hii barua ambayo inasemekana ni ya waziri, ni ya kwake kweli? Hasa narudia kwa mara nyingine tena, hasa kipengele cha pili. Hichi kipengele hivi, hawa watu ndio maana tumetaka uthibitishwa kweli kabisa hawa walioyafanya waliyafikiria in the context ya hiyo kilichofanyika, au kuna swala lingine la ziada. Kwa ndio maana tumetaka uthibitishwa. Tarehe 10 mwezi huu pia nikaandika barua nyingine nikimjibu Mheshimiwa Waziri on the assumption kwamba
ile barua ni ya kwake kweli. Umeona tofauti ya wakili na mtu mwingine? Kwanza ni mambo uthibitisho kwamba barua ni ya kwako, nasubiri. Kwa sababu hii barua tutaitumia mahakamani na mahala pengine. Kwa hiyo tunasema usio kaziwa kanyaboya kwamba hebu thibitisha ni ya kwako sio ya kwako. Lakini at the same time kazi nyingine zinaendelea on the assumption kwamba ile barua ni ya kwake kweli. Kwa nikamjibu wa barua tarehe 10 nikipinga hoja zake zote alizozitoa kwenye barua. Yule ambaye kweli kabisa anafanya kazi kwa mantiki anaweza kuentertain. Kama nilivyosema hivi, mkisema mlango wa kuingilia ni huu, mtu akaingilia pale bila kuleta fujo, mnaweza mkamfukuza kwenye kikao as long as ni muumini au kiongozi wa God of Christ Tanzania Church. After all, kwa nini waliipokea basi? Kama hoja ndio hiyo, wale walioipokea sio walisoma wakajua ni rufaa, kwa nini waliipokea? After all, waziri sio mahakama kwamba ana namna yake ya kupokea hizo vitu, lakini mwisho siku walipokea. Na tumemtajia hapo misingi ya sheria, overriding objectives na nini, kwamba hiyo sio hoja. Na tukasema kwamba kama na tukamlazimisha, tumesema kwamba tunamtaka afanyie maana amesema ameshindwa kufanyia kazi rufaa. Hajatoa substantive decision. Tumwambia tunakutaka utoe uamuzi sasa wa hizo hoja tulizozitolea, ni kwamba usikimbie, kama neno hilo halitaudhi sana, usikimbie nitoa hoja, jibu hoja yetu. Na tukamwambia kwamba tutachukua hatua nyingine za kisheria kama hata jibu. Lakini kuhusu hii barua, kuhusu ile hoja ambayo nilisema ile ya kwamba barua haijawekwa saini na kwamba haitambuliki na wizara, tukamwambia pia haina mashiko. Tukamwambia kwamba ni wizara hiyo hiyo iliyopeleka jeshi la polisi kuzuia shughuli za ibada za wateja wetu na kuamuru kukamatwa waumini kadha, nimewataja kwa idadi yao, mnamo siku ya tarehe 2 Juni 2025. Sasa haiwezekani wizara moja, hata kama waziri hajatuma nenda kakamate, tunashumu kwenye siku na vitu wanafahamu wenyewe tu situational report. Lazima kila siku wanapeana hali ya usalama semfani iko hivi, tumekamata watu wangapi na nini kwa sababu fulani. Na swala kukamatwa waumini au kufunga makanisa ya Glory of Christ Tanzania Church, hatuamini kwamba ni habari ambayo tunaisha kwa katibu kata. Hatuamini hivyo. Ni habari ambayo kwa kweli au uamuzi au utekelezaji ambao unafika kwenye ngazi kidogo za juu kidogo. Lakini hata wasemaji wenyewe wanaojitokeza ni wasemaji ambao bila kuwakosea heshima wengine, wasemaji wazito. Sasa tumemuuliza hapo mheshimiwa waziri, hawa ina maana sasa wao walikuwa walitoa wapi hiyo nguvu, ujasiri, na kwa nini mpaka kesho hawajazuiwa? Na kama nilivyosema, basi kama ile barua kwa sababu haijasainiwa na wizara haitambui, again toeni tape watu wasali. Ndicho tunachosema kwa tumemjibu tena waziri. Na tukamwambia pia kwamba kuhusu tofauti wa majina, mwisho wa siku ni kukosa umakini kwa mwandishi, wala sio kosa letu sisi. Lakini tunachojua ni kwamba mwisho wa siku Glory of Christ Tanzania Church haijawahi kufutiwa usajili. Kwa hiyo sasa tunarudi kwenye kusubiri upokewaji wa hoja za upande wa pili. Maana wenzetu walikuwa wameomba mpaka leo tarehe 13 walete kiapo kinzani. Tarehe 13 inaisha saa 6 usiku kwa mjibu wa siku hizi kuna kitu kinaitwa online filing system, unafanya kwenye mtandao. Kwa kanuni tunasema inaisha saa 6 usiku. Kwa hiyo baada ya uamuzi kusoma, mimi nimeomba kwa jaji kwamba kuna matukio yametokea ziada ambayo tunaamini tunapaswa kupeleka taarifa za ziada kwa kiapo mahakamani. Kwa nimeomba mpaka tarehe 10 niliomba tarehe 16, lakini mahakama imesema ili kuepuka matatizo mara mtandao uko chini nini, nimeongeza mpaka tarehe 17. Niliomba mpaka tarehe 17, lakini nimeongeza mpaka tarehe 18. Jaji ameongeza siku moja kwa busara kwamba msie mkajibana sana halafu mkapata matatizo mkaja kunililia. Maana yake nini? Kwamba mimi nilikuwa naomba siku chache kwa sababu umati huu ni 0.0.01 ya watu ambao wanasubiri kwa hamu majibu na hawaombi kitu kikubwa. Hawaombi biskuti, hawaombi maji, wanaomba kwenda kusali. Kwa hiyo hilo jukumu mimi linanikereketa moyoni. Ndio maana nilikuwa nataka hebu nikimbie mbio iamuliwe inavyoamuliwa alafu twende ngazi nyingine. Lakini kama nilivyosema wanasema Kiingereza needs must, yani kwamba kwa hali ilivyo hebu tuwe na subira. Ndio maana tukapewa muda huo. Kuna wenzetu sasa upande wa serikali nao yale majibu yao yale, kwa sababu sasa watapaswa kujibu kiapo chetu cha awali na hichi cha nyongeza ambacho tutajaji tutafaili tarehe 18. Kwa watajibu kwa pamoja, mvua nyongeza muda watajibu tarehe 25 kwa mmepasa siku 7 kutoka tarehe 18. Kwa wataleta hoja zao za kwa nini
tusipewe amri za zuio dhidi ya IGP na hao wengine, ili kulinda hadhi ya kanisa la Glory of Christ Tanzania Church. Na mimi tena nimejibana zaidi kwamba niliomba siku 2 mpaka tarehe 27. Nafikiri walikuwepo kina Reverend pale, niwaambia bwana wasije waumini wakaniua. Nilikuwa utani of course. Yani maana yangu haikuwa maanisha kuniua physical. Alikuwa anamaanisha kwamba kuna pressure kubwa, watu wana shauku, wana kiu. Yani watu sawa wanasali majumbani kwao na nini, lakini wanaposali kanisani ni tofauti. Kwa hiyo lakini jaji kwa busara akanipa mpaka tarehe 30 mwezi wa 6. Of course anaelewa kwamba wewe unaweza kuwa unaongea kwa pressure, lakini huyo akusaini anaweza kama mgonjwa au nini ukapata changamoto. Serious unaweza kwa sababu nitasaini siku 2 tu mtu akapata msiba, kafiwa na mama yake. Utaanza kumkimbiza kwenye msiba sign. Kwa hiyo mpaka tarehe 30. Sasa tutarudi tena mahakamani tarehe 8 mwezi wa 7 mwaka 2025 saa 3:30 asubuhi kusikiza yale maombi yale sasa ya pande zote mbili. Hoja zetu za awali na za ziada dhidi ya hoja zao na majibu yetu ya mwisho tutasikizwa tarehe 8 mwezi wa 7. Poleni sana. Poleni sana. Lakini nilikuwa naongea na viongozi. Mimi ni wakili tu. Lakini kwenye muda wangu najitahidi kusoma na kuangalia vitu viwili vitatu. Kwenye filosofia ndogo tu niliwaambia kwamba ili kanisa ambalo limefika hapa, kuna watu walipata shida zaidi yetu au zaidi yenu. Kwa hiyo ibada ziko za aina mbalimbali. Kuna ibada hata ustahimilivu pia ni ibada, kutegemeana na mazingira. Kwa mazingira haya sasa hivi yanatutaka tufanye ibada ya uvumilivu. Kungekuwa kuna jibu la mimi kubonyeza kitufe ukutani kama unavyowasha taa ili watu wasali kesho walisalie taifa wakiwemo watoto wangu mimi ningebonyeza kitufe wote mnisalie kwenye kanisa la Mbeya, la Iringa, la Dodoma, yote ya Dar es Salaam, yote 2000. Lakini mchakato uliowekwa na sheria ndio huo. Hatuna namna, lazima tuvumilie. Lakini nimeongea na viongozi kwamba tumepokea uamuzi leo na sasa tutaona na baada ya kupokea barua hii sasa hii ya waziri hii ambayo inaikana ile barua ile. Make waziri kama nilivyosema yeye amesema barua ile haitambui na sio halali. Si ndio jamani? Kwa hiyo kuna mambo ambayo sasa ni technical siwezi kushare na nyie, tutayafanyia kazi pia. Nimeongea na viongozi wa Mapinduzi kwamba Jumatatu na kesi ya Antipas Tundu Lissu Mughwai, nikitoka naamini kuna vipande nitamalizia kitu kipya kisainiwe kifailiwe kutokana na barua hii ambayo inasema wazi kabisa kanisa letu halijaguswa na chochote. Kuna mambo mbalimbali ya kisheria ambayo nayafanya. Sasa kwenda kwenye details sasa hivi kwa sababu hapa tuko wengi. Huwezi kumwaga mchele kwenye kuku wengi. Kwa hiyo jamani, kwa ujumla yangu yalikuwa ni hayo. Pale mahakamani isingewezekana kuongea kwa utulivu na kwa wingi huu kwa sababu tungeingilia shughuli za mahakama. Tungeonekana sasa unaona hao ndio maana wamefungiwa. Au ndio maana umeelewa? Kwa ndio maana tukasema hebu tuandae mahali ambapo tutazungumza kwa utulivu, kwa busara, kwa nafasi bila kudisturb watu wengine. Kwa hiyo namalizia kwa kusema kwamba nilikuwa naambia viongozi, uzuri ni kwamba kila mmoja anafahamu yanayotokea kwa nini yanatokea. Na hiyo tayari ni source ya nguvu ya kutufanya tupige moyo konde, tuende mbele. Kama nilivyosema, mimi sio mchungaji, sina karma ya kuongoza kondoo au wanadamu wenzangu, lakini neno tu la kutia moyo ni kwamba hii ni ibada pia tunayopitia. Ni ibada pia, lakini kuna watu walipitia makubwa zaidi huko Roma na Thessaloniki, na watu walikuwa hawana wakili, lakini angalau nyinyi mna wakili kibatala. Kwa hiyo hata kama mkiwa mmenyong'onyea kabisa, mnaona hakuna mwanga, lakini mkumbuke kwamba tuna ofisi, tuna watu ambao wanatupigania kwa jasho na damu. Haya, basi mimi nawashukuru. Kwa wale ambao tutaonana tena, tutaonana basi tarehe 8 mwezi wa
wa 7. Tunapigana, tunatumia ujuzi wetu wote. Nataka siku moja labda kabla sijamalizia, mwaka 2016 tukio kama lilitokea. Tukio kama lilitokea kwa mikono yangu, tukapambana, tukaenda mahakama kuu, tukapata amri ya zuio, kanisa likaendelea kufanya kazi mpaka leo kutokea tena ya haya. Mwaka 2016 nilikuwa saizi mpaka na kitambi. Nilikuwa mtoto mdogo kabisa yani. Lakini tulipigania kanisa mwaka 2016. Yaani ndio nilikuwa naanza tu uwakili. Ilikuwa kama hivi. Haikufikia tu stage kali sana, lakini huku baba askofu ana kesi 2, Kisutu nikamtoa zote, kanisa na yeye hata kufungiwa, tukapambana, tulikuwa na kina baba Biagaze pale na nani. Kwa hiyo mambo huwa yabadiliki. Sura tu ndo zinabadilika ya mambo, lakini mambo ni yale, lakini kanisa zote huwa linashinda. Nawatakia mchana mwema. Mniombee. Kwa maneno mazuri hayo ya wakili wetu, nadhani tumepata mwanga fulani. Sasa ni saa ya kanisa kutoa tamko lake. Hatujawahi kuongea tangu mambo yote ya Turkia haya, na kumekuwa na maswali mengi. Maswali haya kwa sababu hakuwa hajapata habari kamili. Sana wakili msomi Kibatala, na tunakuombea kwa Mungu hata kwa hili tutashinda. Sisi kwa bado tunafikiria unafaa kuwa askofu wa Glory of Christ Tanzania Church. Matendo yangu ya kidunia ni mengi sana, mniache na uwakili tu. Asante Reverend. Asante. Baada ya maneno mazuri ya wakili ambayo ametupa mwanga mkubwa mno kwenye kona ya kisheria, na kama alivyokiri kwamba yeye sio mtu wa kiroho wala hajaitwa na Bwana kwa ajili ya kazi ya utume wa kichungaji, lakini sisi pia tunakubali wazi kwamba Mungu naye amemuita kwenye eneo la kona ya sheria, na anafanya vizuri sana. Tumekuwa naye si tu kwa sababu ya kesi hii, tumekuwa naye kwa kesi nyingi sana za nyuma. Ninyi mnakumbuka vizuri mambo ya nyuma huko yaliyotokea, na tulishinda. Kwa tunamwamini Mungu pia hata kwa hili. Mungu yule atusaidia mwanzoni, anatusaidia tena. Ninaitwa Askofu Maximilian Machumu Kadutu, alimaarufu sana kwa jina la Nduzi. Nafasi yangu mimi ni katibu mkuu msaidizi wa kanisa la Glory of Christ Tanzania Church, lakini pia ni mjumbe wa bodi ya wadhamini. Nasimama hapa kwa niaba ya kanisa hili la Glory of Christ Tanzania Church, kifupi GCTC. Ndio lingine nimesema GCCC, abia kwa nalo. Sisi ni GCTC. GCCC katafutwe mahali lipo. Nichukua fursa hii ya kipekee sana kwanza kuwashukuru sana wachungaji, maaskofu, mitume na manabii ambao umefika leo kwenye hii kesi ya kanisa la GCTC. Tulivyokuwa tunaangalia namba, mmefika 571.
na nashukuru kwa wale wachungaji wetu wa jimbo la Dodoma wa Ufufuo kufanikiwa kufika na wengine kwa mikoa ya jirani, na naamini pengine tungekuwa tunajua angalau ratiba kamili. Sababu ratiba ilikuwa ni saa 9 ikafanywa kuwa saa 5. Hii mabadiliko yameathiri kidogo mahudhurio ya baadhi ya watu wengine, lakini hata ratiba yenyewe hii ya kuwepo leo ilitoka siku ya Ijumaa. Sasa kwa kuwa tumepata mapema tarehe nyingine ya kesi kama hii, itakuwa tarehe 8 mwezi wa 6 mwezi wa 7, tunaamini watakuja kutoka mikoa mbalimbali. Sasa si wa Ufufuo peke yake tu, wa madhehebu mbalimbali. Naamini tutakuwa pia na mashehe, kwa sababu jambo hili limegusa jamii nzima kwa upande wa mambo ya dini. Naamini tutakuwa tena 571, tunaweza kuwa zaidi ya hapo. Niwashukuru sana kwa niaba mkuu Daktari Josephat Mathias Gwajima. Jambo la pili ambalo la muhimu, tumesikia kutoka kwa wakili, ameeleza wazi hasa kupitia barua ya waziri kwa maana ya mwakilishi wa serikali kwamba wao hawaitambui barua ile ambayo imesababisha yote haya. Angeitambua angejibu, kwa kuwa hajatambua ndio maana hajajibu. Sasa kwa kanisa kupitia barua ile ambayo imekanwa, imekataliwa, haitambuliki, haijasainiwa na msajili wa vyama vya kiraia na haina jina la kanisa letu, hiyo ndio barua ambayo imeleta yote haya. Sasa kwa sababu ya barua hiyo, naomba nianzie nyuma kidogo. Wala ambao hamkuelewa basi muelewe kidogo, kwa sababu jambo limetokea siku ya Jumatatu usiku saa 5:15 katika mazingira ambayo wala hatakuwa kwenye ibada ya jioni, ilikuwa tu ni mkesha. Wala alikutokea ibada ya Jumapili ambao waumini wengi wanakuwepo makanisani. Kwa nafasi ya kupeana taarifa ilikuwa haipo kabisa. Kama ni taarifa tuliyoipata basi ni ile ya kuvamiwa. Lakini kwa nini tumevamiwa? Na watu wengi hawakuwa nayo hayo. Ukweli ni kwamba sisi tuliona barua hiyo mtandaoni ambayo tuliulizwa, ni ya kwenu? Mmepewa barua? Ilikuwa tarehe 2 mwezi wa 6. Na hiyo barua ya mtandaoni si tukawa taharuki. Kwa wale ambao wana simu angalau za smartphone waliona. Wengine wa simu ndogo hata hawakuona kabisa, wasikia tu kanisa limejaa tepe mbalimbali. Sasa muda wa kuelezea hatukuwa nao. Muda wa kuelezea hatukuwa nao. Muda wa kuelezea sauti imepunguzwa kwa sawa. Muda wa kuelezea hatukuwa nao. Sasa kwa sababu hiyo naomba nielezee kidogo kwamba siku hiyo ibada ya Jumapili ikatangazwa kwamba tutakuwa na maombi ya kufunga kwa muda wa siku 7. Yaani kuanzia Jumatatu na kuendelea. Sasa tumeanza maombi ya mfungo siku ya kwanza na kuendelea na mkesha. Ghafla kanisa likazingiwa na magari ya polisi na polisi. Hatujakaa sasa tukasikia mabomu yanapigwa na risasi za moto. Hatujakaa sasa watu wamekamatwa. Hatujakaa sasa wameshapigwa na utepe. Kwa hiyo wale waliokuwa kwenye mkesha walikamatwa. Walikamatwa watu 98. Wakapelekwa kituo cha polisi Oysterbay. Taharuki ikawa ni kubwa sasa, kanisani kuna utepe. Waumini waliokuwepo wamekamatwa.
ikaanzia Dar es Salaam ambayo ni makao makuu ya kanisa letu, ikasambaa mikoani kwingine kote kabla ya Jumapili. Kwa nafasi ya wachungaji wetu kuelezea uminoni imetokea ikawa haipo. Na sisi tunaheshimu sana serikali yetu, tukasema tuiachie serikali inajua inachofanya. Sasa taharuki imeendelea kuwepo mpaka Jumapili mpaka leo. Katika mazingira hayo, waumini wetu wamepata tabu sana kuwaza jambo hili limetendwa na serikali au la. Sasa kwa mjibu wa taarifa ya wakili Kibatala, namna alivyofanya mchakato, kanisa lilivyochukua hatua ya kumwomba asimamie mambo yake kisheria, akamwandikia barua waziri kama matakwa ya hiyo barua ya mtandao inavyotaka kwamba uandike kwa waziri rufaa ndani ya siku 21. Akaandika barua hiyo, lakini akasema waziri sheria haimbani ajibu lini. Akachukua hatua nyingine kwenda mahakamani. Siku ya Alhamisi kesi ikasikilizwa kwa maana ya maombi yetu kwamba kanisa lifunguliwe, shughuli zingine ziendelee. Na mawakili wa serikali wakaweka pingamizi. Ijumaa ikasikilizwa, yale maombi ya upande wa serikali katupiliwa mbali. Uamuzi ulikuwa siku ya Jumanne, na wenyewe kwa sababu waziri alijibu barua yake, serikali wakasema kwamba tusubiri kwanza hii barua ya waziri inasema nini. Uamuzi ukapangwa leo, na leo kama alivyoeleza wakili yaliyotokea na mpango ambao uko mbele wa tarehe 8. Sasa kama kanisa katika mazingira haya ambayo tumeyapata, tuna mambo machache. Jambo la kwanza, sasa kupitia serikali, kwa maana kupitia waziri, tumepata uhakika kwamba kanisa letu halijafungwa. Kwanza hatujapokea barua ya kufungwa kwa kanisa, lakini hata ambayo hatujapokea yenyewe hiyo ya mtandaoni, tulivyoandika rufaa sasa na barua yenyewe hiyo, waziri amekana kwamba hiyo barua si halali kwa sababu haijasajiliwa na msajili wa makanisa. Waziri akaenda mbali zaidi kusema, ninyi ni kanisa la Glory of Christ Tanzania Church kama lilivyosajiliwa, na huyu mnadai kwamba amefuta. Hii Glory of Christ Church kwani ndio ninyi? Na wauliza ndo ninyi? Kwa hiyo hata kama barua yenyewe sijapokea, labda hao GCTC walishapokea. Sasa wakachanganya kati ya GCC na GCTC. Wakakimbia kwa GCTC, wakaacha GCC. Sisi tuliombe jeshi la polisi liachie GCTC, tafute kanisa la GCC ifunge sawasawa na maelezo ya barua yenyewe. Naomba utulivu. Naomba utulivu. Naomba utulivu. Kwa sababu hata si tungeshangaa kwa mfunguliwa katika mazingira hayo. Utaratibu unajulikana. Ili kanisa lifungwe, hii ni taasisi ya watu wanafunga ndoa, wanabariki watoto, kuna ubatizo. Unakataje, unafungaje kanisa ghafla hivyo kama unaofunga kitu ambacho hakihusiana na watu wengi zaidi? Tulitegemea kama kweli ungekuwa kufunga kweli, kwanza tungepewa notice ya siku 14 au siku 21
ili kama kuna wafanyakazi mliokuwa mwaajiri basi muwape likizo, ili kama kuna shule za kanisa basi zifungwe kwa utatiwa wanafunzi kurudishwa makwao, ili kama kuna hospitali ya kanisa wagonjwa wapewe rufaa waende kwingine, ili kama kuna waumini wa kanisa hilo basi watangaziwe wapate huduma za kiroho kupitia huduma zingine, ili kama kuna ndoa ama zisogezwe karibu ndani ya nusu fungu haraka haraka, ama wasimamishwe, wasilipie kumbi, wasitoe mwaliko kwa watu wengine. Tungeshangaa sana. Lakini cha pili, tuna utaratibu mzuri sana wa kisheria ambapo kila mtu anayekosea lazima aitwe asikilizwe kwanza. Umekosea bwana hiki, hebu jitetee. Kabla tujafunga kanisa jitetee. Kwa nini tusifunge kanisa lako? Jitetee. Nafasi ya kujitetea hatujapewa. Kwa hiyo tuna confirm wazi kwamba kanisa letu halijafungwa. Labda hao GCTC walishapewa nafasi ya kusikilizwa, walishapewa na notice wakakaidi, ila polisi kwenye kuchanganya majina hapa badala kuwa GCC kule wakaenda GCTC. Kwa hiyo haya mambo kuchanganya, ndugu zangu, yapo. Majina yamefanana yapo. Kwa tuwatoe wasiwasi waumini wetu. Kanisa letu halijafungwa. Na kwa sababu hiyo, kwa kuwa halijafungwa, Jumapili Tunaomba utulivu. Na kwa sababu kanisa letu halijafungwa, ila kwa sababu ya hofu iliyoingia waumini wetu kuona utepe, kukamatwa, kupigwa mabomu, wameogopa na wameshinda na kanisani, wakiamini pengine hili katazo pengine la kweli. Sisi tumefuata watu wa kanisa letu kuiombea serikali na kuiheshimu serikali. Kwa hiyo akaona kama ni serikali imefanya hivyo, hatuna haja kupambana na serikali, wasubiri viongozi wa juu watatuelekeza vizuri zaidi. Na kwa sababu ya subira hiyo, mimi wapongeze kanisa la Glory of Christ Tanzania Church kwa utulivu wenu kulipata taifa endelee kuwa na amani. Sasa rasmi Glory of Christ Tanzania Church, Jumapili tunaendelea na ibada kama kawaida. Naomba utulivu ndugu zangu. Naomba utulivu. Haya yote ambayo yameleta sintofahamu kubwa na hata kudhaniwa pengine la kwetu limefungwa, ni kwa sababu ya plesi ya Askofu Gwajima. Yanadhaniwa hivyo. Na mimi hata nitoe wasiwasi hilo, kwa sababu wasihusishe plesi ya Askofu Gwajima na kanisa letu. Askofu Gwajima ni mbunge
wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia jimbo la Kawe. Askofu Gwajima ni mwanachama wa Chama cha Mapinduzi. Askofu Gwajima ni mneki. Na askofu Gwajima pia ni askofu. Kwa naamini kama ingekuwa ni sababu ya yeye kukemea utekaji, nadhani wangeanza na kufukuza wanachama wa CCM kwanza. Pengine kwa sababu wanachama huo angepoteza sifa za kuwa mneki, angekosa sifa za kuwa mbunge. Nadhani wangeanza hapo. Siamini kwamba wanaweza kuyaacha haya yote wakakimbilia kulionea kanisa. Siamini hicho kitu. Siamini. Na kama inaweza kuwa ni kweli, je, akosee padri mmoja au katekista mmoja kule na Mtumbo Ruvuma, kakosea kwenye matamshi yake, hata kama ni ndani ya kigango au ndani ya jumuiya, kakosea kwa matamshi yake, je, wataifunga Katoliki nzima? Yani narudia kusema hivi, watu wanakosea, wanaweza ukosea, na sheria ziko wazi. Kakosea askofu, kakosea mtume, kakosea raia, kakosea muumini, sheria ziko wazi za namna kumchukulia mtu sawasawa na makosa yake. Anashtakiwa yeye, sio kwa niaba ya jumuiya ambayo anayumo ndani ya jumuiya hiyo. Sasa akikosea katekista mmoja wa kigango cha Itilima, kakosea. Akikosea huyo katekista wa Katoliki wa kigango cha Itilima, wataifuta Katoliki nchi nzima, wasiendelee na ibada, watapiga utepe nchi nzima. Ni kitu ambacho hakipo, ni kitu ambacho hakiwezekani, ni kitu ambacho hakiwezekani. Sasa maneno aliyoongea Askofu Gwajima, kwanza nataka niweke wazi kwamba place yake ya kwanza hakuongelea kanisani, wala hakuongelea madhabahuni, wala hakuongea kama askofu wa kanisa la Glory of Christ Tanzania Church. Aliita place kwenye mtaa au kwenye nyumba anayojua mwenyewe, sisi ajua ni wapi, Dodoma au Mwanza au wapi, ni kwenye nyumba ya jirani au kwenye ofisi ya ubunge au kwenye ofisi ya alipoita ile place, kabla ya yote ikajibiwa bungeni. Kwa walimjibu bungeni, ushahidi kwamba hiyo place ilienda haihusiani na kanisa. Hata waliojibu bungeni wanamjibu Gwajima kwamba Gwajima hawakuwahi kuliongelea kanisa la Glory of Christ Tanzania Church. Na sasa si tu hapo, hata kwenye mkutano mkuu wa CCM, maneno aliongea Rais Samia Suluhu Hassan hayakuhusisha hata kidogo kabisa na kanisa la Glory of Christ Tanzania Church, hayakuhusisha kabisa. Yeye alidili na Gwajima kama Gwajima akasema tusigwajimanize chama chetu na kina Gwajima yaachwe nje. Nadhani hiyo ilikuwa ni baada ya place, kwa kanisa alikuhusika kabisa. Nani huyu analipuka na kanisa sasa? Kutokea wapi? Kwamba aliongea Jumapili. Je, ana haki ya kuhubiri kanisani? Ana haki ya kuhubiri. Yes, haki anayo. Na usimpangia tahubiri nini, usiende mahubiri yake. Alichosema Jumapili ni ufafanuzi kwa waumini wake waliosikia. Ametajwa kila mahali.
wala hakuleta hoja aliyoleta hoja ya kwanza. Hoja ya kwanza haijawahi kujibiwa mpaka leo. Ni ufafanuzi. Na mimi nasema wazi, alikuwa na haki kuambia waumini wake wasiendelee kubaki na taharuki kwa sababu umefanya nini, imekuwaje. Kwa sababu hata mitandao ya kijamii ilizimwa. Kila alichokisema mara ya kwanza kikafutwa. Mimi niliona kwenye media moja na The Chanzo ikasema kwamba TCRA imewaamrisha waondoe content ya Askofu Gwajima kwenye mtandao wao. Hata kama iliondolewa, kwa hiyo waumini wengi hata upata taarifa vizuri kwamba ameongea nini. Sasa tunasema mara Magwajima mara nini, anataka afanue. Lakini jambo hilo halihusiani kabisa na kanisa, wala kanisa halijamtuma aseme hayo. Sasa sikia umakini. Kwa maana moja, kanisa kama kanisa, kwanza kanisa lina bodi ya wadhamini. Kanisa lina bodi ya nini? Ya wadhamini. Na kwa sababu kanisa lina bodi ya wadhamini, mambo yote ya kanisa wanakaaga bodi ya wadhamini, wanaandika waraka kama baraza la maaskofu, halafu wanamtuma mmoja akatoe kwa niaba ya maaskofu ambaye ni katibu mkuu. Na kanisa hilo kama ni kulishtaki, kulipeleka mahakamani, basi ni muhimu wangeshtaki bodi ya wadhamini, ambayo hata kwa kesi ambayo iko mahakamani imepelekwa ni bodi ya nini? Ya wadhamini. Nataka niseme tu kwamba Askofu Gwajima ana haki ya kupigania na yaamini yeye mwenyewe kama yeye. Ana haki. Na mimi naweza kusema sio yeye wa kwanza kukemea mambo ya ubaguzi. Alikuwa anadai kwamba haya mambo wanatekwa watoto wa wanyonge, lakini watoto wa wazito hawatekwi. Akitolea mfano wa mwanae Jordani na watoto wa wengine wote. Inaonekana kama ubaguzi ndio jambo hili likomeshwe. Tukumbuke vizuri ndugu zangu, Martin Luther King aliyekuwa padri wa Katoliki, baadaye akawa Protestanti, ambaye leo ndio kiongozi mkuu wa Lutheran, alisimama kama kiongozi wa dini kukemea ubaguzi wa rangi wa watu weusi kule Marekani. Alisimama kusema haya hayafai, ambao ndio msingi wa viongozi wa dini kukemea maovu kwa taifa. Biblia inasema piga kelele usiache, paza sauti yako, ambia watu kosa lao. Na hii inasema wazi, ndugu zangu viongozi wa dini, msinyamaze kwa sababu nilopata hiyo tokea hili. Endeleeni kupaza sauti kwa maovu ya nchi hii. Si yeye tu peke yake. Mnamfahamu Askofu Desmond Tutu wa Afrika Kusini, alikemea mambo ya ubaguzi wa watu wa chini. Alisimama kama kiongozi ukemea. Na kama viongozi wa dini wameanza kuminywa midomo wasiongee, ndugu zangu, nadhani ni kuwatoa kwenye wito wao, ni kuwanyima haki ya ukemea baadhi ya dhambi zingine, bali ukemea tu uongo, ulevi na nini, waache mengine. Hata kumalizia, tarehe 8 imetangazwa ndio siku ya mahakama. Na kwa kuwa shauri hili liko mahakamani, kwa utaratibu wa mahakama lazima uendelee. Na sisi hatuko tayari kuingilia utaratibu uendelee kama ulivyopangwa na utaratibu wake. Nitoa wito kwa viongozi wa dini wote, tuungane kwa pamoja kwa jambo hili. Kama GCTC imetendewa jambo hili kwa mazingira hayo, hatujajua linafuata dhehebu gani lingine. Kwa nitoa wito kwa madhehebu yote ya Kikristo na ya Kiislamu, tuungane pamoja, kwanza kwa maombi na kwa dua mbalimbali. Lakini cha pili, kuja mahakamani Dodoma kuhudhuria kusikiliza ukweli huu
na kuja mahakamani haijawahi kuwa kosa la jinai, ni jambo la kawaida. Kwa wito wangu huo, tuje kwa wingi zaidi kuhudhuria jambo hili. Na mimi niombe tu kwa mazingira haya, wingi wa watu, nadhani mahakama iangalie mazingira mazuri ya kuhakikisha angalau watu wengi wanapata nafasi na fursa hii ya kusikiliza kesi hii kwa namna ya wazi. La mwisho, nitoe wito. Ni muhimu kama viongozi wa dini wa madhehebu mbalimbali tujenge mahusiano mazuri, viongozi wa dini na serikali au viongozi wa dini na wanasiasa. Tujenge mahusiano mazuri haya ili upande mmoja usije kaonea mwenzake. Tuna nafasi sisi kuliombea taifa letu na kuhubiri amani. Ushirikiano mzuri wa wanasiasa na viongozi wa dini ukiwa mzuri sana, taifa linaweza kuwa na amani, kwa sababu wote wana wafuasi nyuma. Mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi. Mwaka wa nini? Wapiga kura si raia hawa na waumini wenu, sio? Ukimwona askofu yuko hapa nyuma, kuna waumini wengi na ni wa vyama vyote vya siasa. Kanisa ndio mahali pekee wanaingia wa CCM na Chadema wanaingia, ACT wanaingia na CUF wanaingia, na wasio na vyama wanaingia, isipokuwa wachawi tu peke yake. Sasa viongozi wa dini msipojenga mahusiano mazuri na wanasiasa, au wanasiasa wasipojenga mahusiano mazuri na viongozi wa dini, na ni mwaka wa uchaguzi, kuna muujiza gani tuutarajie? Kwa mimi niombe jambo hili la kanisa la Glory of Christ Tanzania Church lisitugawe. Sisi viongozi wa dini, wanasiasa ni waumini wetu, tutawapeleka wapi? Lisitugawe. Sisi ni walinzi wa amani wa taifa hili. Mwaka wa uchaguzi tuhubiri amani pamoja, na tumuone mwanasiasa anayekuja kutubembeleza, kutuonyesha hata baada ya uchaguzi tutaendelea kusali. Kwa mujibu wa Ibrania sura ya 10 mstari wa 25 tunaambiwa, wala msiache kukusanyika kama ilivyo desturi, kwa kadiri mnavyoona siku zinakaribia. Tujenge mahusiano mazuri. Kwa hiyo wito wangu, kwa kuwa hapa siongea na wanasiasa, naongea na viongozi wa dini, si ndio tuwavute polepole kwa karibu viongozi wa kisiasa. Hawa ni waumini wetu. Tujenge mahusiano mazuri, achana mambo ya mtandao na nini na nini, na hivyo mahusiano mazuri, na usibague chama cha mtu. Jengeni mahusiano na viongozi wa siasa ambao unaweza kumwelewa. Kuna msemo mmoja sio mzuri sana, watu wanasemaga kwamba mpende anayekupenda, mpende asiyekupenda. Basi naomba niishie hapo kwa leo, lakini tapeana taarifa nyingine zaidi kwa kadri siku zinavyokwenda. Mungu awabariki sana. Mungu aibariki Tanzania, aibariki Afrika. Asanteni sana kunisikiliza.